anaitwa Abikubanga. Ya brand kubwa sana Konde Gang FC, chama la wana. Leo bana ustazi, kuna mtu nataka tumseme bana. Maana amezoea kusema watu. Sasa leo tunataka tuposti picha yake ya nguo ya ndani ambayo ina kinyesi. Kila mtu anajua kabisa kwamba yule jamaa sio mzima. Ila sisi tunataka tu prove kwa watu kwamba yule jamaa sio mzima, yani kinachoongeleka ni kweli. Kwa sababu kila siku anamsema msanii wetu vibaya, na si yule msanii ajue tunampenda sana. Unapomsema vibaya tunaumia sana. Wakati kukuangalia wewe una hadhi hata kukaa getini kwa Konde. Yaani hiyo hadhi ya kukaa getini kwa Konde wewe hauna. Na yule ndo msanii wa taifa. Ndo msanii wa taifa yule. Ndio maana unaona hata event za kiserikali nyingi tegemezi. Wewe unakuja unamsema vibaya Konde. Unamsema vibaya, kwa unamjua Konde. Yaani wewe una hadhi hata kukaa getini kwa Konde. Mimi ndo nakwambia. Mlinzi anayekaa getini kwa Konde wako wawili, wana bunduki. Umeshanelewa. Sio wa Masai, walinzi wenye bunduki, wananida, wanatambulika na serikali, ndo wanakaa getini kwa Konde. Wewe unaweza kata getini kwa Konde mpumbavu kila siku. Konde hajui kuimba, Konde hivi na hivi. Huyo msanii wako ana nini sasa? Haya, huyo Sadala ana nini ndugu yangu? Yeye ana msanii. Kwanza anamsupport Sadala sasa hivi. Kwanza yoyote anayetembea na suma mla miogo ni kashfa tu. Ni kashfa tu. Ni kashfa bako utembea na mtu ananuka mavi, mtu anatoa kinyesi, mtu ajinyea. Wajipendekeza kwa Sadala. Sadala hawezi kusikiliza wewe kwa sababu Sadala ana machawa wengi na kuna watu washamuona. Na afu hizo issues zishapitwa na wakati sasa hivi. Hata uweke kamera au uweke nini, hizo issues zishapitwa na wakati. Sasa yenyewe sasa hivi tuna mpango wa kuachana na hayo mambo, tufanye moment zingine. Ndio maana ukuta sisi atubabaiki tumestick na Konde tu. Atubabaiki kama nyinyi. Nyinyi mna tamaa, watu wa kiume mna tamaa. Leo mko kwa huyu, yani mmekuwa kama wadananda hapa mjini. Hamna kazi, hamna shughuli. Sisi wenzenu wote tunafanya hizo kazi. Tuna shughuli zetu. Mimi najulikana nauza matairi, nauza elimu, Ostaz kila mtu anamjua shughuli zake. Sisi tuna shughuli zetu. Hakuna Konde Gang jobless. Konde Gang hakuna jobless. Kusema ati asubuhi kiamka tu ushike simu uanze kuperuzi, ushike simu uanze kutafuta mic si nini, kamera uanze kujishoot. Hakunaga hizo mambo. Konde Gang kila mtu anaamka asubuhi anajua anaenda wapi. Anaenda kutafuta riziki yake wapi. Yaani swala la Harmonize kukupa hela ni swala la extra, akikupa asikupe. Wewe ni shabiki kama shabiki. Of course kama mimi ni shabiki kama shabiki tu. Ndio maana sitaki mambo ya uchambuzi, sio msemaji wa Harmonize. Mimi ni shabiki wa Harmonize. Hata kama akinipa hela sawa, asiponipa hela sawa, nitamkubali mpaka nakufa cause mimi ni shabiki wa Harmonize. Nyinyi wengine wa dananda, mnahisi kwamba hii ni kazi, mnategemea mfanye hichi kitu ili mpate hela. Ndio maana mnaangusha sana game. Hata game sasa hivi imedrop ni kwa sababu yenu nyinyi mnaojifanya wachambuzi. Mnachambua nini hapa mjini? Muziki una uchambuzi, muziki una ushabiki tu. Wewe una uchambuzi gani? Wachambue vinyeo vyao kwanza. Muziki hauna uchambuzi ndugu yangu. Muziki una ushabiki tu. Ndio maana sisi wengine tunakwambia sisi ni mashabiki wa Harmonize. Sisi sio wachambuzi, wala sisi sio mapresenter, wala tuongee swala lolote kumwongelea mtu mwingine vibaya, hapana. Wewe unajifanya mchambuzi wewe na uweke hata tafsiri unataja jina la mtu kama lilivyo. Sisi wenzenu hata tukimtaja Dynamo, tunamtaja Dynamo, tunamtaja Sadala, tunamtaja Chukilanga, hatuweki jina lake wazi. Ukiona tunaweka jina lake wazi, tunaweka jina lake wazi kwenye content ambayo haina tatizo. Lakini sasa nyinyi mnajifanya wachambuzi, mnataja jina la mtu mazima kama lilivyo, mnamharibia mtu biashara yake. Huu muziki bana, unaweza kuwa hujui kuimba lakini ukatrendi. Sisi tunajua wasanii kibao hawajui kuimba lakini wanatrend. Ukisema uongelee vibaya wale maana yake unaua riziki zao. Umeshaelewa? Kama Mama Amina hajui kuimba, Dogolema hajui kuimba, lakini hawajaiti hapa mjini, hawajatrend, hawafanyi show. Sasa kusema uongelee vibaya watu kama wale maana yake unaua vipaji vyao. Mtu anatoa ngoma kali, ngoma ina hiti, wewe unakuja ngoma beat iko loko. Inaweza beat ikawa loko lakini watu wakaipenda. Haina haja ya kuichambua ngoma. Umeshaelewa? Wewe support kama una support, kama usupport kausha. Uchambuzi upo kwenye mpira babu, tushakwambia kwenye muziki kuna ushabiki. Kwenye muziki hakunaga uchambuzi huko ndugu yangu. Msiteteze kodi zenu. Hatutaki uchambuzi huko. Mnatuharibia soko, mnatuharibia game. Game sasa hivi imekuwa la watu wachache, watu hawa wabadilika kwa sababu anawapeni hela. Umeshaelewa? Game ilikuwa lina rotation hivi. Sisi tunajua game lilikotoka. Huyu anayeshoot hapa ni Ustaz Juma na Musoma, amekaa na wasanii kibao. Umeshaelewa? Tunajua game lilikotoka ile game ile. Ile game alikuwa anaiti leo anaiti MB Dogi, kesho Kasimu Mganga, kesho kutwa Bushoke, kesho kutwa Doli Saxi, kesho yani wasanii wanapokezana na piana time akina Matonya akina nani. Lakini ile game sasa hivi limekuwa la watu watatu mwaka wa 10. Kwa sababu yenu nyinyi machawa. Nyinyi mnaojifanya wachambuzi nyinyi ndio mnaharibu muziki, mnaharibu riziki za watu. Tupate wasanii wapya sasa hivi. Kila siku wasanii ni hao. Of course sisi tunapenda wasanii waliokuwepo lakini waongezeke waje wengine wapate nafasi. Hawapati nafasi ni kwa sababu yenu nyinyi mnaojifanya wachambuzi. Ila mimi nakwambia kitu kimoja Abikubanga. Katika wachambuzi mimi mmoja namjua nje ndani. Sawa. Nafikiri ni yule ambaye umemuongelea hapo mwanzo. Huyu si riziki. Wallahi mimi nakwambia ukweli, sio riziki. Mimi namjua jamani, mimi nilimfukuza kwangu. Nilimfukuza kwa sababu kwa nataka nimpelekee. Akia Mungu alikuwa anataka nimpelekee moto.
Lakini umeona sasa matatizo yenu kupenda vitu vya rais. Umeona matatizo yenu sasa. Nikamfukuza sema wewe nenda. Sasa kabla ya hapo kabla sijamfukuza nikamkuta yuko na Yusufu Mkumbia. Yusufu Mkumbia ndo akawa anampelekea moto. Siku hiyo sasa siku hiyo alikimbia bro, unajua kukimbia? Alikimbia mpaka ile nguo yake ya ndani alisahau pale kuishika na kinyesi. Ndio ile nguo ndo nataka siku niipost. Sio leo tuipost ustaz. Tupandishe leo. Leo siwezi kuipandisha, nataka siku akimsema vibaya Harmonize. Ndio siku ambayo nitaipandisha hiyo, nitaipost hiyo nguo. Hajakauka kweli? Yamekauka, yameganda, alafu siku kwa amekula miogo ya kufa mtu. Unajua kinyesi cha ugali wa muogo. Muogo. Sio alikula ugali wa muogo siku hiyo ama ni ile miogo. Jamaa noma. Sasa clip yako muda wote utaiona onea uko, acha kusema watu vibaya. Yes, anajua kuwasema watu vibaya. Muda wote clip yako tutakufundisha adabu. Sisi tumetangulia kuzungumza kabla yako. Na tunajua sekta hii vipi, iko vipi. Brother, jipange. Umeingia chuo cha kike wallahi. Na mimi nikishasema wallahi nikamwapa Mungu. Brother, huwa sijui kurudi nyuma. Mimi mtu amsoma bro. Imetoka hiyo. Mimi mtu amsoma, alafu sina uoga. Sina nidhamu ya uoga, nitakufundisha adabu. Mpuzi mmoja wewe. Huwezi kuwanyea watu alafu tukuache. Na kama ni ugonjwa ama ni maradhi unayo, dawa yako inachemka kaka. Umji utauona wa moto. Si unaweka kikamera chako hapo mbele unajimulika na mitaa ya Kichina. Yaani muda si mrefu utaacha kujimulika kaka. Utakuwa uonekane kabisa hapa mjini. Utaikimbia hii Dar es Salaam. Kila uendapo mimi niko na wewe. Yaani brother, umeingia chuo cha kike. Maana uliniandama nikana kunyamazia. Sisi tunajua umesaidiwa sana. Hapo mwisho wa siku leo unanisema na kunyamazia na pesa zangu umetumia. Si unataka kutrendi? Acha nikutrendishe baba. Utatrendi mwaka huu. Utatrendi. Na nitakutrendisha. Anaitwa Abi Kubanga. Brand kubwa, niko na Ustaz Juma na Musoma ndani ya TV ya Ustaz Juma TV. Sababu. Oya, Ustaz Juma na Musoma. Naona anza kuimba. Mimi naweza kuimba basi tunawaachia. Nasikia natafuta sababu. Sababu gani ya kuposti nguo ya ndani ya chambuzi lila miogo? Ile chambuzi hamna chambuzi pale, chambuzi likiamka tunasema watu vibaya ndugu yangu, fact yoyote. Lina jampa hilo. Chambuzi mlango uko wazi. Beki hazikabi chambuzi, watu wameshakugundua chambuzi beki hazikabi. Waache hizo tabia ndugu yangu. Yusufu Mkumbia nishamposti tayari. Kilichobaki ni ile nguo yako ya ndani yenye kinyesi. Tunakusubiri siku utakayomsema bigi vibaya umeisha. Brother, ulibugi sana kuchokoza. Kunichokoza. Hajui kwamba ni moto mwingine. Hajui ni filimbi ya mwisho kabisa. Mgodi unaotembea gari la mshahara Airtel Man. Wewe usishasaidiwa sana na mzee. Wajiona Ustaz Juma na Musoma aje kupiga kampani wewe. Aje kurekodia mangoma yako, aje kufanyia mavideo wewe. Leo unakaa media unasema vibaya Ustaz Juma na Musoma. Ukataka mpaka nikupelekee moto. Nikakataa, nikakukuta na Yusufu Mkumbia. Sababu wewe ni ustaz. Eti ustazi waona raha kuwa na Ustaz Juma.